kama kwenye dabi, muda bado kabisa kutumia VAR. Maswali yanakuja kwenye yale makosa kibinadamu, na ni mechi ambayo itakwenda kuamua bingwa, licha ya si mechi ya mwisho, lakini itatoa mwangaza nani atakusanya alama 3 kwenda kuchukua bingwa wa ligi kuu. Kwa nini situmike? Nilikuwa nazungumzia hoja 3, mifano mitatu. Ndio. Kwanza ilikuwa ni kwa mujibu wa teknolojia ambazo tunazo kwenye mchezo wa football. Teknolojia ya kwanza kwa ukubwa zaidi ilikuwa ni teknolojia ya goal line technology. Ndio. Teknolojia ambayo ilianza kutumika 2012 kama pilot. Teknolojia ya pili ni hii VAR, na teknolojia ya tatu ni inaitwa offside detection technology, ambayo imeanza kutumika kwenye finali za kombe la dunia Qatar. Ukiangalia hizi teknolojia zote, trial ya hizi teknolojia imekuwa ikifanywa kwenye michezo isiyo na pressure. Michezo ambayo unaruhusiwa kukosea. Yani unaenda kwa sababu ndio unaifanya kwa mara ya kwanza, unaitumia kwenye mchezo ambao hata ukikosea hakuna pressure. Leo kuitumia Kariakoo Derby kama pilot ya VAR kwenye taifa letu, ikitokea kutakuwa kuna kosa, tutakuwa tumetengeneza kesi nyingine kubwa sana kwenye mpira wetu. Kwa hiyo kwangu nikianza na teknolojia kwa mfano hii ya goal line technology. Hii kwenye mchezo pilot ilikuwa ni mchezo 2012 kati ya Hamburg FC dhidi ya Bayern Leverkusen. Mchezo ambao wa kawaida kabisa. Mchezo teknolojia ya pili ilikuwa ni teknolojia ya VAR. VAR kwenye mchezo wa kwanza official ilitumika 2016 kwenye mchezo baina ya Cologne dhidi ya Bayern Leverkusen tena. Automatic offside detection technology imetumika 2020 hapa. Ilikuwa ni mchezo wa Ajax dhidi ya Aston Villa. Unaona? Kwa hiyo juzi Premier League pia wamefanya trial ya offside detection technology kwenye michuano yao, ambayo imetumika tena kwenye game ya Aston Villa. Ilikuwa ni game ya FA Cup. Kwa sababu gani? Ni michezo isiyo na pressure. Ni michezo ambayo hata ikitokea ukakosea, utakuwa haujatengeneza pressure kubwa sana. Kwetu kuichukua Kariakoo Derby kwenye siku ambazo bado hatuna wataalamu wa kutosha wa kuhandle hizi systems za VAR, ikitokea kwenye kudetect labda offside ikachorwa mistari ambayo haijanyoka, hapa tunarudi kule mwanzoni kwamba je, ni kesi ambayo yani obviously tena kutengeneza kesi nyingine kubwa sana. Kwa hiyo kwangu, ili tuepushe haya, tuepushe hii kesi, ni heri hii VAR kama tuna matamanio ya kuyatumia, tunataka tufanye pilot kwa hawa wataalamu ambao tumewafundisha. Chukua game hapa Ken Gold, chukua game against Pamba, fanya pilot. Ukishaweza kwamba umeona yes kwenye game ya Ken Gold na Pamba hakuna makosa ya waamuzi, una upgrade, nenda chukua game ya Singida labda na Azam, weka pale. Baada ya pale sasa ndipo tuje kwenye hizi game kubwa. Lakini tukisema tutumie game kubwa kama pilot, litakapotokea kosa hatutotamani tena kutumia VAR kwenye maisha yetu. Tunajijua wa Tanzania, tunajijua pressure ambayo tutapeleka. Niko na waza wakanda waposema ukichora mistari alafu ikakosewa inaweza ikaenda chini. Nilikuwa na imagine tu ile mistari namna ambavyo ilivyokuwa, alafu huko nyuma ya teknolojia amekaa mwanangu simtaji akanini pale watatamfuata huko vyombani. Ambogesi amezungumza wakanda kuhusiana kwa maana bado muda wa kutumia hiyo teknolojia kwa waamuzi wa kwetu kutokana na experience ndogo ambayo wako nayo kuhusiana na teknolojia hiyo. Je, kuna haja kuvuka mipaka kwenda nje kwa wenye uzoefu tukawa kodi kwa kuwa vifaa vipo kama alivyozungumza waziri, wakaje kusimamia issue nzima tarehe 8? Sijui hiyo pressure ya kulazimika kufanya hivyo inatoka wapi. Kuna muda hii mechi imekuepo miaka na miaka, na imekuwa ikiamliwa. Makosa yapo, hayaanzi kwenye dabi, yapo kwenye mechi nyingi. Na ligi inatakiwa itende haki kwenye mechi zote ambazo timu inacheza kwa msimu, sio tu Simba na Yanga, sio tu Azam dhidi ya Singida, wala sio Azam dhidi ya Yanga ama mechi nyinginezo. Zote timu zinatakiwa kupata haki kwa mujibu wa ligi inavyotakiwa, ili bingwa apatikane kwa uhalali. Ukileta pressure sana kwenye mchezo mmoja, uangaliwe kama ni mchezo ambao ndo unaamua hatima ya ligi, hizi timu zingine unazionea. Kama ni nguvu, iwekezwe kwa eneo sawa kwa wote, ili haki itakayotoa bingwa iwe imejumuisha timu zote shiriki za ligi kuu, na mwisho wa siku tupate mshindani bora kwenye michuano ya kimataifa. Pale anapokwenda kushindana na wengine aonekana ametoka kwenye ligi
yenye ushindani. Tukileta sana story za kwamba kina fulani mechi zao ziangaliwe sana kuliko wengine, ndio matokeo yake tutapata mchujo usio bora utakaomtoa bingwa. Kwangu mimi mtazamo uko hivyo. Haiondoi kwamba ni mchezo wenye taswira ya nchi, ni mchezo wenye taswira ya bara la Afrika kwa namna ambavyo imekuwa, lakini kadri ambavyo unakuwa wastara una factor nyingi. Ndio. Eneo la dabi kuendelea kuwa na controversy nyingi imekuwa kuanzia kwa technical benches zinazoajiriwa kwa hivi sasa ni watu wakubwa sana barani Afrika na wana uzoefu na mechi kubwa na kufundisha kukaa kwenye mabenchi ya timu kubwa barani Afrika au pengine mpaka Europe wameshawahi kuwepo watu hapa. Lakini pia inakuja kwenye aina ya wachezaji. Kwa hivi sasa dabi, Kariakoo dabi inahusisha wachezaji wakubwa sana barani Afrika. Ndio. Wakitajwa wanatajwa kucheza kwenye vilabu namba 1 mpaka namba 3. Rejea kwa kina enzi za ubora wa Clatous Chota Chama, njoo kwa ubora wa Azizi, njoo kwa Pacome, unaelewa, njoo kwa hivi sasa kina hao ambao ni MVP wa Ivory Coast. Anatajwa kama mtu anayepita tu Tanzania, yani bado yupo kwenye age ambayo kama ataperform vizuri njia yake ni nyeupe. Kwa hiyo dabi imekuwa ikihusisha watu wakubwa. Hivyo kwa sababu ukubwa wa dabi unazidi kuletwa na watu ambao si wenyeji wa Tanzania. Kulikuwa na haja pia ya kuanza kama teknolojia ya VAR bado tunaenda kwenye process yake, kwa sababu si jambo tu la kuamka leo ukatumia VAR. Hata kwenye michuano ya kafu wakanda tutasahihisha hapa. Sidhani kama kuna incidents hata zinafika 10 zimeamuliwa na VAR tangu ambapo kafu wameamua kutumia VAR kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika kuanzia hatua ya finali moja tarehe 8 ya mwezi huu hapa wa 3 mwaka 2025. Hii ni Kipenga Extra Show nambari 1 ya mashabiki Afrika Mashariki na Kati. Mwasikia hapo mashabiki wakiweza kukabiana juu kuhusiana na kauli ya Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri wa fedha, kuhusiana na matumizi ya teknolojia ya video assistance referee katika mechi ya dabi ya Kariakoo. Kwa upande wako, maoni yako ni yapi kuhusiana na kauli hii ya Dr. Mwigulu Lameck Nchemba? Tuandikie kupitia kule live YouTube East Africa Radio, lakini pia kupitia katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii Instagram, Facebook na X. Kote tunapatikana kwa account mama East Africa Radio. Kwenye handle binafsi unaweza kanipata kwa Wastara 24 na ukaandika. Lakini baada ya hapo tuanze kuwasikia TFF. Waziri amezungumza kuhusiana na teknolojia hiyo kutumika. Kwa upande wa waamuzi wako tayari, jana tuliona seminar imeanza. Huyu hapa ni Clifford Mario Ndimbo, ofisa habari wa TFF, akiweza kuelezea waamuzi namna ambavyo wanapata darasa kuhusiana na matumizi ya teknolojia hiyo. Kozi ya uamuzi ya VAR au VAR imeanza rasmi leo tarehe 3 na itatamatika tarehe 7 ya mwezi huu wa Machi. Waamuzi 20 wanahudhuria kozi hii, ambako ni waamuzi wa katikati pamoja na waamuzi wa pembeni. Na kama ambavyo inavyofahamika kwamba kozi hii ni moja kati ya maeneo maalum ambayo inatakiwa kabla ya kuanza programu yoyote ya kuanza kwa matumizi ya VAR, manake ni lazima upite kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ndio sasa kwetu kama nchi tunapita hapo kutoa mafunzo hayo kwa waamuzi hao, ambao hili ni kundi la kwanza ambalo limeanza, si kwamba ndio tumemaliza. Manake ni kwamba tumeanza na waamuzi hao, zitaendelea kozi kama hizo, kwa sababu manake utakapokuwa umeanza matumizi ya VAR, manake ni lazima pia uwe na waamuzi wengi ambao wanaweza kutumia hivyo vifaa ambavyo kwa sasa duniani manake ni moja kati ya vifaa ambavyo vinatumika kuweza kuwasaidia waamuzi. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kozi kama hizi zitaendelea kwa mujibu wa maelekezo kama ambavyo inatakiwa kuwa. Na kozi hii iko chini ya mkufunzi kutoka FIFA ambaye anatokea pale Misri, ambaye tayari anaendelea na darasa hili. Haya ni Clifford Mario Ndimbo, huyo ofisa habari wa TFF, akiweza kuzungumza kuhusiana na matumizi hayo, ama kuhusiana na semina ya waamuzi juu ya matumizi ya teknolojia hiyo hapa nchini na kile ambacho kinachoendelea. Semina ama mafunzo yameanza jana na yanaendelea mpaka siku ya tarehe 7.